Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Moja kati ya vitu ambavyo Irene Uwoya anavijutia kwenye maisha yake ni kumintroduce mtoto wake Krish kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana kwamba anazungumzia kumposti mtoto wake kwenye mitandao ya kijamii. Of course hii imemwathiri sana kwenye ufahamu wake wa akili, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimzungumzia vibaya sana mtoto wake, wakisema kwamba of course amelegea, hana muonekano wa kiume na vitu kama hizo nini. Na pia kulikuwa kuna video ambayo alishawahi kuzungumza Nicki Mbishi, akawa anasema kwamba amewahi kumsikia Irene akizungumza kwamba watu waachane na kumzungumzia mwanae vibaya. Of course Nicki akaja akasema kwamba sio kama anazungumziwa vibaya, lakini watu wanamwambia ukweli, mfundishe mwanao namna gani ya kukaza kama mtoto wa kiume. Of course amelegea sana na vitu kama hizo. Kwa hiyo watu wanamchukulia kama mtoto fulani hivi ambaye unajua wenyewe wanasema ameleft na vitu kama hivyo. Sijui umenielewa, lakini bado ni mtoto mdogo. Lakini pia Irene akaenda mbali zaidi akasema kwamba mwanae amekuwa akizungumziwa vibaya sana kwenye mitandao kwa muonekano wake jinsi ulivyo, kwamba watu wanadhani kwamba ni shoga, wanadhani kwamba muonekano wake jinsi ulivyo hana muonekano kama mtoto wa kiume, mamake anamharibu na vitu kama hivyo. Lakini pia Uwoya anasema kwamba alishawahi kuitwa kwenda kwenye ustawi wa jamii, ofisi za ustawi wa jamii, yeye pamoja na mwanae kwa ajili ya kwenda kukaguliwa, kwa sababu mtoto wake watu walikuwa wanasema kwamba either mama yake unaweza kuta anamharibu, kwa hivyo alienda kumkagua mtoto. Wakasema kwamba kwa namna moja ama nyingine uende kama mama mtu akawa anampaka lipstick, kwa maana watu walikuwa wanasema kwamba mbona dogo kama anapakwa lipstick na mama yake na vitu kama hizo. So aliitwa kwenye ofisi za ustawi wa jamii pamoja yeye na mwanae, wakaenda wakamkagua, je ni kweli ama si kweli, lakini wakajiridhisha kwamba of course huyo mtoto ndivyo jinsi alivyo, lipstick zake zipo kama za brown flani, bado za nyekundu na vitu kama hizo. Sio umeelewa? Sasa moja kati ya vitu ambavyo yeye mwenyewe vinamuumiza Uwoya ni namna gani mwanae anavyopitia situation ambayo watu wengi wanamzungumzia vibaya. Yeye kama mzazi of course hicho kitu kinakuwa kinamuumiza kinoma noma. Sasa lakini pia amesema kwamba anajaribu kuwaomba Watanzania kidogo mkaushe hivi vitu, msipende kuzungumzia kuhusu issue ya mtoto wake, kwa sababu kama mzazi inamuumiza. Na of course yeye mwenyewe amesema kwamba anajutia kumtambulisha mwanae kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu anaamini kwamba asingemtambulisha mwanae kwenye mitandao ya kijamii, yani isingefikia hapa ilipofika sasa hivyo, kwamba baadhi ya watu kumzungumzia vibaya mtoto wake wa kiume ambaye anakwenda kwa jina la Krish. Lakini pia mwenyewe Irene amesema kwamba mwanae Krish ni mwanaume kabisa, ni gentleman, rijali kabisa, very gentleman, you understand. Sasa mimi niseme tu wanangu kwamba mimi sijui, lakini mimi nikimwangalia Krish kwa muonekano wake ni mnyamwezi tu fresh, Mungu amjalia, handsome boy kinyamwezi. Vitu vingine ambavyo labda sisi kama sisi tuvifahamu, tuvijue, tujue kuviona, tunavisikia kwenye mitandao, tuviache kwenye mitandao. Tusiwe watu wa kuzungumzia vitu ambavyo sisi inakuwa si vizuri sana. Sio mmenielewa? So nitakuwekea video hapo ambayo tutakwenda muonesha Nicki Mbishi. Kuna kipindi fulani alikuwa anamzungumzia mtoto wa Irene Uwoya namna gani jinsi alivyo. Lakini pia nitakuwekea na video ya Uwoya akiwa anaelezea namna gani mwanae anapitia hizo challenges, kwamba vitu gani ambavyo vinakuwa vinamkata zaidi. Hii ni Kasako Media na mimi Revoza ni Shaka. Lakini pia usisahau comment yako hapo chini, alafu nitakuja kusoma kile kitu ambacho utakuwa umetuandikia. Tuambie mtazamo wako ni upi juu ya hii post ambayo tumekuwekea hapo sasa hivi. Ciao. Na mtoto nalea, lakini nimekuwa napewa mambo mengi sana. Mlea mtoto vibaya, unamlea mtoto anakuwa kama shoga. Mimi nimeshaitwa hadi ustawi wa jamii kwa sababu ya maneno ya watu, wakamwangalia mtoto kwamba anampaka lipstick na nini, na ni mtoto wa kiume. Walienda wakashuhudia wenyewe, mtoto lipstick zake ni za pinki, mzuri. Sasa mimi nifanye nini? Lakini sio kwamba namlea vibaya, namlea vizuri sana, yani sana tu, na ni mwanaume tu aswa. Lakini watu hawawezi kuacha kuongea kwa sababu maisha yetu tayari yako kwenye mtandao. Kitu ambacho najuta kwenye maisha yangu ni kumposti mtoto wangu. Ningeweza kurudisha siku nyuma, mimi nisingepostigi mtoto wangu, ningemlea kwa chini. Nimeonaga huyu nani mtoto wake alikuwa kisema sana Irene Uwoya, siji mwanao hivi so amnisaidii kule. Watu wanakuambia ukweli, wewe mwambie mwanao akaze huyo. Wewe unasema tu kusaidii nini? Eti mwanangu niacheni mimi, mwanao kwache wewe, ngoja aje kuharibikiwa afu useme tulikwambia sisi. Kwa hiyo mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto wa kiume anatakiwa alelewe kama mwanaume na mtoto wa kike alelewe kama mwanamke. Umeshaelewa? Na umri una mata.
Kwa taarifa yako wewe mzazi wa sasa hivi kwanza hauna ujanja kuliko hao watoto wa leo. Nikwambie, yani wewe unaweza kujiona mimi udiskuri najua vitu, ila watoto wanajua vitu kwenye simu kuliko unavyofikiria. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.